Siri inayosababisha miujiza itokee kupitia maombi. Watu ambao hawapo katika Ukristo, ambao unaamini katika utendaji wa miujiza kutokea, wengi wao wanafikiri kwamba ni nguvu fulani watu wanaipata kutoka katika labda kwa waganga wa kienyeji, kutoka katika uchawi au ushirikina. Watu wanafikiria hivyo, na wengine wanafikiri kwamba ni maigizo, japokuwa yote yanawezekana kwa watu ambao sio waaminifu. Maana kuna mtu aliyeitwa na Mungu ambaye yule anamtegemea Mungu kwa 100%. Lakini wapo ambao wapo kwa ajili ya dili zao, kwa ajili ya kupotosha umma, wana sababu zao. Wengine wanatafuta ambao wengine wanatafuta nguvu kweli kutoka maeneo mbalimbali tu kwa ajili ya kupambania maisha. Kwa hao wanaweza wakatumia nguvu hizo nyingine za kishetani, nguvu za giza. Lakini siri kubwa ambao inasababisha miujiza itokee kupitia maombi katika Ukristo wa kweli, siri ni hii hapa. Ukisoma kwa sehemu kubwa, chanzo cha miujiza ni Yesu Kristo. Yesu Kristo ndio chanzo cha miujiza, kwa sababu yeye ni neno. Pasipo yeye hakuna muujiza unaoweza kutokea. Mtumishi yoyote ambaye anafanya miujiza kupitia jina la Yesu, kwa chanzo ni Yesu Kristo. Sasa ukiangalia kibiblia tu hapa, utaona kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 7 na mstari wa 28. Una kabisa neno kabisa linasema kwamba ikawa Yesu alipoyamaliza maneno hayo, makutano walishangaa mno kwa mafundisho yake. Walishangaa mno. Neno ambalo alikuwa akiliachilia Yesu Kristo, ambalo hata leo ndio msingi wa miujiza, lilikuwa likiwashangaza wengi, kwa sababu lile neno linapotamkwa, linapoongelewa na watu wakazama kabisa wakiwa wanasikiliza na akili zao zimetulia, kifuatacho huwa ni miujiza. Kifuatacho huwa ni miujiza. Huwa haliendi vivi, haliendi pule neno lake. Hasa ukiangalia kitabu cha Mathayo sura ya 8 mstari wa 8, unaona kabisa kuna huyu mtu anaitwa Akida. Alijua siri inayosababisha miujiza kutokea. Alijua siri, kwamba alijua kuna nguvu katika kinywa. Kuna nguvu ambayo inasababishwa na maneno yanayotoka katika kinywa cha mtu. Kwa alipofika huyu bwana pale, Mathayo sura 8 mstari wa 8, anasema yule Akida akamjibu akasema, Bwana, mimi sistahili wewe uingie chini ya dari yangu, lakini sema neno tu, sema neno tu, na mtumishi wangu atapona. Hakuhitaji kwamba apewe dawa, apewe vidonge. Hakuhitaji kwamba kuna tiba ambayo anapewa mtu labda aende akafanyiwe sijui kitu gani. Yaani mwambia, naomba wewe sema neno tu, sema neno tu, sema neno tu, na mtumishi wangu atapona. Hasa ukiendelea kusoma chini unaona kabisa Akida alikuwa na ufahamu mkubwa sana. Alijua nguvu na uweza ambao unapatikana katika kinywa cha mtu. Alijiangalia ye mwenyewe. Akida ni mtu ambaye anasimamia askari zaidi ya 100. Tunaweza tukasema kama ni jemedari ambaye anasimamia kikosi cha askari kuanzia 100 na kuendelea kwa nyakati zile. Kwa hiyo alikuwa ana mamlaka. Anasema mimi na mamlaka yangu, nikisema mtu nenda kule, anakwenda. Nikisema huyu nenda huko, anakwenda. Anasema wote wanatii. Nikisema huyu njoo, wanatii. Anasema kwa hiyo na wewe ninatambua wewe uhitaji kuja nyumbani kwangu. Wewe tamka tu neno na mtumishi wangu atapona. Yesu akasema sijaona imani kubwa ya namna hii. Ile ni imani ambayo alikuwa nayo juu ya mamlaka ambayo ilikuwa iko juu ya Yesu Kristo. Na alipotamka tu Yesu Kristo, muujiza ulitokea. Unahitaji uponyaji, unahitaji chochote kile, neno la Mungu lipo kwa ajili ya kukuponya. Neno la Mungu lipo kwa ajili ya kukusaidia. Ukisoma Biblia vizuri, utaona msingi wa miujiza ni neno la Mungu. Kila anayesoma neno akiwa rohoni, kila anayesoma neno ile la Mungu akiwa rohoni na akatendea kazi kile ambacho anakisoma katika neno hili, baada ya hapo miujiza itaanza kutokea.
itaanza kutokea. Na ukiangalia mambo haya yanaanzia vile vile katika kitabu cha Marko sura ya 16. Yesu aliongea akiwa duniani, yalikuwa ni maneno ambayo tunaweza tukasema kama vile kauli za mwisho kabla hajaondoka duniani. Kwa aliongea maneno aliyoyaongea ndio ambayo yanaonyesha kabisa kwamba msingi wa miujiza ni yeye mwenyewe, na yeye ndio neno. Ukumbuke Yesu Kristo ni neno, kama Yohana Mtakatifu inavyosema sura ya 1 na mstari wa 1, kwamba hapo mwanzo kulikuwa na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Kwa yeye ni neno. Neno tunapolisoma katika Biblia tunamsoma Mungu mwenyewe na utendaji wake. Kwa anasema katika kitabu cha Marko sura ya 16 kwanza mstari wa 15, anasema akawaambia, enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. Anasema kila kiumbe aaminie na kubatizwa ataokoka, si amini atahukumiwa. Kama haujamwamini Yesu Kristo na ukabatizwa, hukumu iko juu yako. Lakini kama unamwamini na umekwisha batizwa, hukumu haiko juu yako. Mstari wa 17 anasema, na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka. Kwa unaona vyote ambavyo wanavyoongea kwa jina la Yesu Kristo, lakini msingi upo katika neno la Mungu. Miujiza msingi wake upo katika neno lake. Na hii sio kwa ajili ya mtu tu fulani, kwamba ni kipawa cha watu wachache. Hapana, kila anayemwamini. Maana anasema hapa, na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kila anayeamini anaweza akaipata hiyo nguvu ya kutoa pepo, ya kuombea wagonjwa na wakapona, fanya miujiza na watu wakapokea. Siri ni neno la Mungu. Mpaka utambue hiyo na ivuruge kichwa chako uweze kuiamini na ukae ukitendea kazi ukiamini, mambo yataanza kutokea. Lakini kuna watu wanafikiri kwamba kuna watu special kwa ajili ya kuomba, kwamba kuna watu special kwa ajili ya uponyaji. No, wewe mwenyewe ukishampokea Yesu Kristo na ukaanza kusoma neno likajaa ndani yako, ukaendelea kunasoma, yani fanya kusoma neno iwe ni maisha yako ya kila siku. Baada ya hapo utaanza kuona miujiza inatokea. Utaanza kuona miujiza ukiomba inatokea. Utaanza kuona ukisema hivi mambo yanatokea. Na